Mwaka 1990 Paragon Hotel ilikuwa ni sehemu ya watu maarufu kwenda kufurahia na kula bata zao. Licha matajiri wakubwa waliweka hisa zao, lakini siku moja mke wa mmiliki wa hoteli na mwenye hoteli yake wote walipotea, ikapelekea Paragon Hotel kufungwa na kuacha mabilioni ya hela akiwa ndani ya hoteli hiyo. Miezi 6 baadaye tunamwona Amanda akijiburuza chini ya seble na kumuona mtu ambaye hana kima chake. Wakati tulikuwa nao tunamwona Diana akiwa yupo katika live streaming, yuko na mpenzi wake ambaye anaitwa Ricky, wakiwa wanacheza, wakiwa wanatabasamu, lakini wakiwa katika mambo yao ya kazi. Hapa tunamwona bidada akiwaangalia, lakini macho yake alikuwa anatisha sana kwa sababu wanja aliupaka vikali na kinyodo. Hapa walishuka taratibu Kole pamoja na Vin wakiwa wanaburuza kitu maalum, na moja kwa moja walipita hapa mbele ya maaskari na maaskari bila kujali kitu chochote. Lakini walipofika wakamtoa mtu JD ambao naye alikuwa yupo mmoja ya kundi lao, na mwanamama hapa aliambia bwana mwanamama huku kutakiwa kuingia, lakini mwanamama alikuwa mbishi na vijana wakasema tuendelee na kazi. Mwanamama akaataka mwenyewe bwana, si mtoto kautaka. Basi machizi wakavua nguo zao na wakaanza kuruka mmoja mmoja. Yani hawa vijana hawaogopi ile sehemu unawaambia wasipite, au ndio sehemu ambao wanaenda. Basi wakakimbia kimbia kwa maisha yao, na treni likapita, na treni hili halikuwapa wazala mtu yeyote, na mwisho wa siku wakafungua sehemu ambayo imefungwa kwa kupita, huku wakiendelea kuchukua live streaming, yani matukio wanafanya live. Hawa vijana walikuwa wanapenda sifa mpaka wamepitiliza. Hapa Kole na wenzake wakiwa wameingia katika eneo hili na wakakubaliana, bwana fanyeni mambo yote, lakini hakikisheni msichukue kitu cha aina yoyote na mchukue tu picha basi. DJ akaanza kwenda kinyume na wenzie licha ya kwamba walikubaliana. Vina anamwambia kwa nini sasa tumeshakwambia tusichukue chochote? Basi ugomvi hapo ukatokea na mtu mzima Lick akaingilia kati na kuwatuliza, bwana nyote nyinyi wamoja mnagombania nini? Lakini DJ aliambiwa asichukue chochote na kweli DJ akachukua kitu. Lick akaona mchizi siku zote anakuwa mkorofi. Basi wakaanza kukimbia kwa sababu maaskari walisikia zile vurugu, na asubuhi yake ilipofika wakaangalia tukio lile lilokuwa wamelifanya, na dada anawaambia kika limepata viewers wa kutosha. Haya tutaenda wapi tena ni madi tupige bingo. Sasa hivi tulipui tupate hela na tulipui tupate viewers vya kutosha, na wakaona bora waingie katika hoteli ambayo imesuswa ambayo inaitwa Paragon Hotel, kwa kuwa hiyo hoteli inasifika sana, yeyote ambaye anaenda huko wala harudi salama. Wakiwa kundi la watu 4 na mmoja sasa hivi ameshaondoka, amebakia Vicky, Kole, Licky pamoja na Diana. Na Diana anaonyesha mtindo wake wa nywele mpya. Licky anamwambia baba minada umetisha sana bwana, acha nywele zangu, nywele zinagharamiwa hizo. Basi dada mwana mitambo akaendelea kuchezea, na hapa yule mchizi DJ anaonyesha, anambia naone marafiki zangu wapya. Basi wanasalimiana ile kiuniuni inakuaje WhatsApp fresh, na dada akaona sio mchongo mdogo bwana, sasa hivi tunaenda Paragon Hotel. Akatia pale hashtag watu wote ambao wanafuatilia katika mtandao, ili mradi wajue sasa hivi wanaenda sehemu gani ambao ni hatari. Haya, huyu ni Frankie anatokea Kole, anambia jamani, hakika huyo nimemwalika kwa sababu huyo ni mume wa mtu ambaye alishaikwendaga hapo na akapotea. Kwa hiyo anataka kwenda kujua mke wake, je, anaweza kumuona au anaweza kuona uthibitisho wote kama mke alifika eneo hilo la Paragon Hotel. Kole alijielezea vizuri na wenzake wakamuelewa kina Lick. Kwa hiyo sasa hivi tena kundi linakuwa tena watu 5 kwa sababu DJ ameondoka katika kundi kwa sababu alikuwa amefanya kinyume na wenzake jinsi wanavyotaka. Basi gari walikuwa hawana bwana, akajikuta wote wanaingia katika gari moja la huyu mtu mzima Frankie. Frankie akaambia pandeni bwana. Frankie akaanza kuendesha watu wote na walipita katika barabara ndefu ya bichi, na mwisho wa siku hapa wakaambiwa jamani msiingie. Wakavunja ile komeo kwa sababu Kole alikuwa ni mwanamama ambao hatari sana. Wakapita chini kwa chini, yani ya mfereji ya hiyo hoteli kubwa ambayo imetengenezwa. Wakavaa element ili madi kujizuia na chochote ambacho kitatokea kwenye kichwa chao au kitawadondokea kichwani. Basi waliingia taratibu na kuanza kupita katika mifereji ili mradi watoke, lakini mara ghafla wanasikia sauti ambazo hawazijua, kumbe walikuwa ni panya. Walipita kwa wingi na wakajistili ni mradi wasizulike. Kweli kundi lote lilikuwa liko salama kutokana na wale panya. Basi na safari ikaendelea na mwisho wa siku wakafika tamati. Ikabidi waendelee kuvunja milango hapa ambayo imefungwa. Kole kazi yake ni yeye kuvunja milango. Kole akasogea mbele, akatoa na loki hapa na kuingia moja kwa moja na vitu vikajibu. Basi watu wote walifurahi na mwisho wa siku wakazama ndani wakiwa watu 5 tu. Basi wakaanza kupita katika floor kubwa ama corridor kubwa, na Licky akaanza kuchukua video, na
na popo wengi wakatoka, kwa sababu unajua popo hawataki mwanga, na mwisho wa siku akajikuta wanataka kusababisha ajali, lakini Cole alikwepa ile ajali na mabomba yale yakadondokea sehemu nyingine. Lakini upande wa Diana huko aliingia sehemu nyingine ya ukumbi mwingine ambapo kama watu wanakuwa wanaangaliaga show, lakini kufika hapa alikuta piano na kuanza kubonyeza bonyeza. Hata Ricky alipompigia Diana hakutaka kupokea, alikata kwa sababu alikuwa anafanya video, anachukua video. Kwa hiyo hapa kuna sauti anazisikia, Diana akaanza kuogopa na mwisho wa siku akadondoka chini. Na kuna kitu kinaonekana cha ajabu kinamchukua Diana na kumkamata. Ricky alishangaa sana kwa sababu hakujua kitu gani ambacho kimemtokea Diana. Akamwambia jamani, twendeni huku tukamtafute Diana haraka iwezekanavyo. Cole akamwambia hakika hawa watakuwa wanapendana. Kwani na wewe je, umekuja kumfuata mtu ambao unampenda? Basi huko akileta mzaa na akileta maswala kumuuliza Frank, na Frank akamwambia hakika kweli Amanda ni mke wangu ambao nimemuoa na nampenda sana. Basi Ricky aliwaambia jamani, twendeni huku. Veni anaendelea kupiga picha, lakini alikuta mikwaruzo ambao hajui mikwaruzo hii imetokana na simba ama chuma ama kulikuwa na jambo lolote. Akaja akamwambia jamani, hakika nimekuta mikwaruzo hii, inabidi tuwe makini sana. Ricky akamwambia sisi tuko wengi, tujitahidi tukamatane na tushikamane na letu lote liwe moja. Basi wakagawana maeneo, Cole na Veni wakaenda upande mmoja na upande hapa akabakia Ricky pamoja na Frank. Umeelewa? Basi wakaanza kutakuta vihabari ambavyo gazeti limesema kuna watu na matajiri na mmiliki wa hoteli amepotea na kuacha pesa nyingi. Wakiwa wanamulika tochi huku wakiwa wanaongea wanapiga story, lakini wasichokijua nyumba yote imejaa mitego, na mtego hapa unampata Ricky. Mtu mzima Franki anaanza kumhudumia na anakuja Veni anaanza kumshuku Franki kama akamfanya kitu kibaya, lakini mwisho wa siku anaelezana na jambo linaisha. Basi dada hapa anafanya huduma ya kwanza, lakini jamaa Franki anamwambia hakika tuite Ambrose na Cole wote wanataka kitu kimoja, lakini mtu mzima anamwambia Ricky tusiondoke mpaka tumpate bidada Diana. Basi wanasaidiana, lakini wanafika katika corridor ina mti mrefu, na mti huu umetundikwa simu nyingi, lakini waliona simu ya Diana, na mwisho wa siku simu ya Diana ilizima chaji kwa sababu waliipiga sana. Basi hapa Cole anatoa wazo, hakika inawezekana tusiwe salama sana, lakini inabidi tujiangalie kitu gani ambacho tunatamani kwenda kukifanya. Basi kwa pamoja, mara hapa ghafla kunatokea mkanganyiko na anakuja mtu kavaa maski, kumbe akuwa mwingine, baada alikuwa ni JB, na JB anakuja na kundi lake wote na kuwaweka chini ulinzi, yani Mark pamoja na Todd, nao wanaweka chini ya ulinzi kundi ili hapa kina Veni wote, wanaambia sikilizeni, inabidi mtusikilize sisi. Hapa kunatokea mkanganyiko ambao haukutegemea, na huyu Lobby anaonekana ni mkatili sana. Umeelewa? Anaambia sikiliza wewe Cole, wewe kwanza ni mwanamke tu, na kama siku zote ni mwanamke utabaki kuwa mwanamke. Anaambia bwana, hata kama, lakini sisi hatutaki matatizo na nyinyi, tumekuja kutafuta riziki. Anaambia hakika nitakumwaga ubongo wewe Veni, na kumkamata tena Cole na kumtishia Amanda kuchukua bunduki kumwekea mdomoni. Frank anamwambia dogo, hebu acha kutulia. Anaambia wewe hizo ndevu tu. Umeelewa? Hapa kila mtu ni kambale. Kwa hiyo kama unataka ugomvi tunakiwasha, na udemu mimi namwaga ubongo hapa. Cole akaona sije nikapoteza maisha, akamwambia bwana mtu mzima Frank, bwana kubaliana na kila kitu kwa sababu mimi ndo nimekuita katika dili hili, licha wewe ni mgeni. Basi Cole akamwambia hamna shida. Ricky akamwambia huyu bwana mdogo ametokea wapi? Anambia sikiliza, mimi sio bwana mdogo, mimi nimepinda mpaka nimepinda tena. Cole ilibidi amtemee mate, lakini jamaa huyu anatoa kitambaa ambacho ni cha Diana. Anashangaa, wewe kitambaa hiki umekipata wapi? Ugomvi utaka kushika. Jamaa akachukua bunduki akaitia chini. Umeelewa? Akamwambia sikiliza wewe bwana mdogo, wewe unayemuongoza ni huko. Akamchukua akamtupa chini huku katika maporomoko, lakini sidhani kama Ricky amekufa kwa sababu ile sehemu alionokea kidogo iko vizuri. Hapa jamaa akamtia kibao, na mchizi akaona udogo mbona anatuashia sana, na yeye akamsogelea kwanza ili mradi amtie kibao, na mambo yote yakawa sawa. Na mwisho wa siku hapa wanaongea, hakika sisi tumekuja hapa na hatujui na kuaga hakika nini tugombana wenyewe kwa sababu Diana amepotea. Basi mdogo hawa watu wakataka kwenda kupelekwa sehemu ya hela, lakini wanapofika hapa katikati kuna bonge la poromoko, yani kama kolongo, lakini bidada Cole mwangalie jinsi anavyopanda mwanamke. Wanaume wameshindwa, mwanamke anapita huyo hapo. Mwanamke alijitahidi akakamata waya mwingine na akajirusha akatikisika na akatokea sehemu ambayo iko salama. Lakini hapo anakuta mwili, walijua mwili huu ni wa Ricky ama mwili huu wa Diana, lakini mwili ule ulikuwa wa watu ambao tayari wameshakufa. Na wakajikuta hapo wanapiga bunduki ili mali udada atafute njia nyingine asirudia njia hii hapa. Basi hawa wanaendelea kuwapelekesha zao wapeleke katika sehemu yenye hela. Na hapa wanafungua sehemu, lakini kuna mkono wa ajabu unataka kumvuta Ricky. Ricky akarudi nyuma
chumba na kuchukua bunduki yake. Lakini anatokea mdada mmoja na mchizi hapa Frank anamkimbilia dada anaitwa Besi, na wote wakiwa wanaangaliana. Besi anaambia hakika tondokeni haraka sana hapo, wote tutakufa, maana hapa kuna kiumbe hatari sana. Basi ikabidi wote wavae miwani ya kuangalia katika kiza. Ama jamaa walokuja nao JD wakaanza kina Veni, wote wanataharuki, lakini hapo wanaona watu wengine wameshanyongwa zamani, na kumbe kuna kundi la Besi ambalo lilishakuja hapa na wengi washafariki dunia. Basi wakaanza kupiga bunduki ovyo, kila mmoja kutetea maisha yake na kila mmoja kuangalia namna gani anaweza akajinusuru. Basi huyu shetani baada ya kuona bunduki nyingi ilibidi akimbie na kuacha majira Frank amini. Lakini huku Diana anaamka anajikuta yuko katika chumba kikubwa kimejaa mishumaa mpaka yote na alama za kishirikina. Basi Diana akatafuta jinsi gani anaweza kujinusuru. Upande wa Cole huku na yeye anashota mpola na anaingia katika chumba hapa, lakini mara anasikia mchakato wa mtu na mwisho wa siku hakuwa mwingine baada alikuwa ni Liki. Haya, Cole na Liki wanakutana, anambia hakika kuna kiumbe hatari sana. Mara huyo kiumbe akasikika anakuja, inabidi Liki arudi tena ufunguni, na kiumbe alikuja moja kwa moja na dada alijificha kwenye kabati la nguo. Basi mchizi akiwa anaangalia watu wake waliomfuata humu ndani wako wapi, na hapa Liki anakuja anataka kupambana naye, lakini huyu shetani anamkamata Liki na bidada Cole anapata kukimbia, lakini huyu mdudu anamtupa Liki vikali, na hapa dada anaingia katika rifti na kutaka kuondoka, lakini hapa kwenye papatu huyu shetani anajikuta anatumia nguvu nyingi mpaka kufanya hii rifti inawaka sasa na kuanza kumshusha Cole taratibu kufika chini. Cole alifika mpaka chini na kuanza kukimbia, yani kwa maisha yake, na mwisho siku Cole anajikuta anaingia katika chumba kikubwa cha mawasiliano ambacho kompyuta zote na kamera zote zinasababishwa na kuonekana humu, na kukuta mikanda mbalimbali ambayo imeandikwa namba na nembo za kishirikina ama nembo za kifrimaso. Basi bidada huyu kwenye kupekua anamkuta baba mwenye nyumba ama mtu mwenye hoteli yake akimuua mwanamke kikatili bila kujua nini alichokifanya. Basi huku Diana alikuta kitabu kikubwa na yeye kwa upande wake, na hiki kitabu kikawa kina maelezo, yani kutoka katika ubinadamu na kuwa mtu mwenye nguvu za hatari ama kuwa na nguvu za miujiza. Kwa hiyo hiki kitabu kinaelezea, lakini mambo yote haya ni shetani na maneno ya kunena ili mradi upate kubadilika na kuwa huyo shetani ambaye unataka kuwa. Basi Diana alisoma kitabu hiki kwa vizuri, akaambiwa hakika unaweza kuchukua moyo wako na ukaunganisha na moyo mwingine, na moyo huo kama mmoja na moyo huo hauwezekani. Ama chizi hapa wanajikuta wameingia katika chumba ambacho kina fedha za kutosha, yani mahela ya kumwaga, na fadhaa zao binadamu kwenye hela ni kitu kingine, licha ya kwamba wanaona maiti za wenzao ambao walishakuja hapa katika kichumba na tayari wameshafariki. Wakati ya pesa na mchizi kitete, na mwisho siku akawa anapiga bunduki ovyo kwa sababu huyu Nyamigoko alikuwa anamtafuta. Basi kwenye papatu kwa mchizi anajikuta anadondoka chini kwa sababu nyumba yote kama jinsi nilivyowaambia imetegwa mitego, kwa hiyo waya mwembamba ulizama ndani ya mwili wake. Huku jamaa huyu na yeye akawa anataka kutoka, na mwisho siku macho kwa macho na huyu Mbarukutoro, na Mbarukutoro alimkamata na kumtoa moyo kijana huyu, na huyu kijana naye aliteketea. Kwa hiyo wanajikuta wanazidi kupungua, lakini upande huko wa Cole na upande wa bidada anakuta anaambiwa bwana, hakika fanya sherehe, vaa nguo hizi, chukua moyo wako unganisha na moyo wake, na moyo wenu uwe mmoja na muwe wapenzi na mweze kufanya mapenzi na kurudi katika hali ya binadamu. Basi dada akaona kwenye kitriki kidogo naweza nikapona, akafikiria mbali kwanza, nitawezaje kumudu huyu mtu na Mbarukutoro sura yake mbaya. Upande wa hapa Frank pamoja na Vini wakiwa wameushtukia huu waya, na akamwambia hakika huyu amekufa kutokana na huu waya, na sisi tungeingia katika mtego huu na tungepoteza maisha. Basi wakachukua radio call na kuanza kuwasiliana na Cole kuambia hakika fanyeni haraka muondoke, huyu jamaa anakuja haraka sana iwezekanavyo. Basi wakaanza kupapatua na kuingia katika sehemu ya mapishi hapa jikoni, na jamaa akawaelekeza hapo kuna lifti, lakini walipowasha lifti hiyo haikuwaka, na mwisho wa siku ikabidi waivute lifti kwa mikono yao ishuke, na mwisho wa siku akapanda moja na kujivuta kwenda juu. Cole alifika kwa Vini na Vini alimpata Cole kule chini, kawa bado zamu ya Frank na ule Mbarukutoro anavunja ule mlango. Haya, Frank naye aliingia huku Mbarukutoro anaendelea kupapatua, na mwisho wa siku Mbarukutoro alipoingia Frank ikabidi aongeze spidi ya kujivuta juu kwa sababu jamaa ana nguvu nyingi, anaweza kumrudisha chini. Basi Mbarukutoro naye akaforce ili mradi aingie pale. Bwana Frank akaambia jamani mkateni huko, na kweli ile lift ikakatwa na ikadondoka chini, na Vini ikabidi achukue radio call na kumuuliza bwana Frank vipi umepona? Anamwambia hakika mwanangu nimepona, niko upande wa pili huku nimefanikiwa. Basi wanajikuta wamefanikiwa, na Frank anatokea sehemu ambayo ina miti mingi na simu zile zilizotundikwa pale. Basi Frank anakuta ujumbe na kuingia katika iko chumba na kumkuta mpenzi wake Amanda akiwa tayari ameshafariki. Alilia sana kwa uchungu, na Frank akawa hana tena cha kupoteza kwa sababu ana ghadhabu na kipenzi chake na jinsi alivyofanywa na Mbarukutoro. Basi Mbarukutoro akaonekana na Frank akasema hakika mimi naenda kumalizana naye, ndeni nikamwokoe Diana. Basi wanafika hapa, Diana
Diana kama biharusi akajipretendi na kumpiga ushetani mbarukutoro, na Diana kuanza kukimbia na ushetani kuanza kumfuata nyuma. Frenki alitumia mbavu yake na mwisho wa siku alimkuta huyu shetani anamvuta nywele huyu Diana. Yeye akuuliza, moja kwa moja akapiga naye mieleka na kudondoshana chini, na huyu shetani akajichomeka katika mti na Frenki akapiga kichwa chake chini, na hapo ndo kama mwisho wa huyu mtu. Diana anachukua simu, anawauliza mko wapi nyinyi? Sisi tuko huku juu bidada, njoo shoga yangu we. Diana aliwaza juu ya Liki, na hapa alimkuta Liki akiwa hali yake mbaya na kumchukua taratibu na kuondoka naye. Habari zikatambaa, habari zikazagaa, wakapiga hela kubwa sana na viewers zilifika mpaka trilioni 1000. Watu hawakuamini kilichotokea, kwa sababu mmeambiwa msiende na nyinyi mmeingia, na nyinyi ndio watu mlopata nini, mlopata sifa nyingi na pesa wamepata. Wanangu we, kwa picha tamu kama hizi si sehemu nyingine bali ni hapa hapa Tam TV Recap Max, kwa stori za hatari na movie zenye kusisimua. Chao.